Marekani imezidi kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu kile kinachodaiwa kuwa kuongezeka kwa juhudi za Israel kufanya ujasusi dhidi ya maafisa wa juu wa serikali ya Marekani, huku ripoti mpya zikieleza kuwa maafisa wanaohusika moja kwa moja na sera za Iran, usalama wa taifa wamekuwa miongoni mwa walengwa wa karibu wa operesheni hizo za kijasusi. Kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la The New York Times ambalo limenukuu taarifa za kijasusi za Marekani pamoja na maafisa waliopata taarifa hizo, mashirika ya usalama ya Marekani yameanza kufuatilia kwa karibu kile anachokiona kama ongezeko la shughuli za upelelezi kutoka Israel, hasa dhidi ya maafisa wanaohusika na maamuzi nyeti kuhusu Mashariki ya Kati, Iran na mikakati ya kijeshi ya Washington. Miongoni mwa maafisa waliotajwa kuwa walengwa wa karibu ni Steve Witkoff, mjumbe maalum wa Trump ambaye amekuwa akipewa jukumu muhimu katika mazungumzo yanayohusu Iran pamoja na juhudi za kidiplomasia zinazolenga kupunguza mvutano wa kikanda. Witkoff anachukuliwa kuwa mmoja wa watu wa karibu na Trump na mwenye ushawishi mkubwa katika maamuzi ya sera za nje, jambo linalomfanya kuwa mtu mwenye taarifa nyeti za kisiasa na kiusalama. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijasusi vilivyonukuliwa katika ripoti hiyo, Marekani inahofu kwamba Israel huenda inajaribu kupata taarifa za ndani kuhusu msimamo halisi wa Washington katika mazungumzo yanayohusu Iran, ikiwemo kiwango cha shinikizo ambalo Marekani iko tayari kuliweka dhidi ya Teherani, uwezekano wa makubaliano ya kidiplomasia pamoja na mipango ya kijeshi inayoweza kuzingatiwa iwapo hali tazidi kuwa mbaya. Mbali na Witkoff, wasiwasi wa Marekani pia umeelekezwa kwa maafisa waandamizi wa Pentagon. Ripoti hiyo imewataja Erich Kobe ambaye ni naibu waziri wa ulinzi anayehusika na sera za ulinzi wa taifa, pamoja na mmoja wasaidizi wake wa karibu Michael P. Dimino. Wawili hao wanaaminika kuwa na nafasi muhimu katika kutengeneza mkakati wa Marekani kuhusu usalama wa Mashariki ya Kati, mgogoro wa Iran pamoja na mwelekeo wa matumizi ya nguvu za kijeshi za Marekani katika eneo hilo. Ripoti hiyo inasema kuwa hofu ya Marekani si tu kuhusu uwezekano wa kusikilizwa kwa mawasiliano ya maafisa hao, bali pia uwezekano wa kufuatiliwa kwa mawasiliano ya kidiplomasia, mikutano ya faragha na tathmini za kisera zinazoweza kuonyesha mgawanyiko wa ndani katika serikali ya Marekani kuhusu namna ya kushughulikia Iran na migogoro mingine ya Mashariki ya Kati. Hata hivyo, serikali ya Israel imekanusha vikali madai hayo. Msemaji wa ubalozi wa Israel mjini Washington alikanusha taarifa hizo na kusisitiza kuwa Israel haifanyi ujasusi dhidi ya Marekani, ikisema kuwa ushirikiano wa kiintelijensia kati ya mataifa hayo mawili ni wa karibu sana kiasi kwamba hakuna sababu ya kufanya shughuli za siri dhidi ya mshirika wake mkuu wa usalama. Wachambuzi wa usalama wanaonya kuwa iwapo madai haya yatapata ushahidi wa wazi au kuendelea kuongezeka, yanaweza kusababisha msuguano wa kisiasa kati ya serikali za nchi hizo mbili na hata kuathiri kiwango cha kushirikiana taarifa za kijasusi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.